na niseme ya kwamba Wakenya wenzangu, jana shirika la April limetangaza kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kienda kwenye station yoyote kufika sasa, mafuta ya petroli yako zaidi ya shilingi 200 na vile vile ya diesel, na hili ni jambo litaumiza wananchi sana, haswa wakulima wengi ambao walikuwa bado wako mashambani. Diesel imekuwa bei ya juu sana, inamaanisha hata yule mkulima pale kwenye shamba, kuanzia leo mambo yatakuwa magumu. Hata wale walio katika uchukuzi, transport, diesel itapanda. Hata vijana wetu wa bodaboda, petroli itapanda, na hiyo inamaanisha nauli itapanda kutoka kwa yule mwana bodaboda, yule matatu, ile bus, na popote unapoenda. Sasa gharama ya maisha imeongezeka kuanzia jana, na mara ya mwisho tukifikisha zaidi ya shilingi 200 bei ya mafuta ilikuwa wakati wa maandamano ya kwanza, wakati tulikuwa na finance bill ya kwanza ya serikali ya Kenya kwanza, na hiyo ndio ili double mambo ya VAT, ushuru kwa mafuta, kutoka shilingi 8 kwa lita hadi shilingi 16, 16% ya VAT on fuel every liter. Hapo ndio ilifanya gharama ya maisha ikaongezeka sana, kukawa na maandamano, na baada ya maandamano tukaulizwa twende kwa mazungumzo kule kwenye Bomas. Tuliongoza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kule kwenye Bomas, timu yetu ya Azimio, na kati ya yale tuliambia serikali hii ni kwamba Bwana Zakayo, shukisha ushuru. Ushuru wa kwanza shukisha kwa mafuta. Pale Uhuru Kenyatta aliwacha kwa serikali, na ilikuwa kwa hiyo serikali na Mheshimiwa Matiang'i hapa, ilikuwa pressure nyingi sana VAT ipite 8%, lakini Uhuru Kenyatta alizuia, akasema ikipita hapo wananchi wataumia. Na hiyo ndio ilifanya lita ya mafuta wakati Uhuru anaondoka, Wakenya wenzangu mtakumbuka, ilikuwa shilingi 159, 159 per liter. Lakini baada ya hiyo finance bill 2023 bei ikaongezeka, kawa na maandamano. Kwenye Bomas tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo, tukawa na Mheshimiwa Opiyo Wandayi na wenzetu wengine ambao tulifanya kazi nao. Leo nataka niukumbushe ndugu Wandayi ya kwamba tulitumwa Bomas ili tushukishe ushuru kwa mafuta. Kulikuwa na ushuru mara 16, different levies and taxes on fuel alone, na hiyo ndio iliongeza gharama ya maisha. Na wakati huo tukasema hiyo VAT ishukishwe from 16% irudishwe 8%. Wenzetu wa Kenya Kwanza walikataa, na wakati tunamaliza mazungumzo hayo bado waliongeza tena mambo ya fuel levy kutoka shilingi 18 hadi 25. Na hiyo ndio sababu leo tumeambia Bwana Zakayo, sababu bado wako juu mtini na ushuru bado unapanda, ya kwamba aanze kwa kushukisha ule ushuru aliongeza akichukua ushukani baada ya Uhuru Kenyatta. Aanze na hiyo shilingi 7 kwa kila lita. Hiyo ikishukishwa, Wakenya wataanza kuona nafuu kidogo katika mambo ya mafuta. Pili, ushuru wa VAT kwa mafuta, huo ukiondolewa, hii bei itarudi chini ya 200, na hiyo itasaidia kila mwananchi wa Kenya popote ulipo katika. Hiyo ndio jambo tumesema leo tukutane hapa na tuseme we must demand that this be done immediately, na bunge liwe na kikao rasmi kuzungumzia hili kama swala la dharura, sababu linaguza kila mwananchi wa taifa letu. Shida ambayo ilikuweko tena kule Bomas, kulikuwa na hii mpango wa G2G. Wakati huo ndio ulikuwa unaanzishwa, na tuliambiwa dola imekuwa mbaya, sasa lazima tufanye negotiation na wenzetu wa Arabuni so that we stabilize. Na hata baada hiyo vita ya Ukraine na Russia, mambo kuwa kurudi normal na vile vile dola yetu kuweza kustabilize, G2G hiyo ilitakiwa iweko hadi mwaka jana. Alafu tukasikia imekuwa extended hadi December.
Sasa tuambiwa hii G2G imekuwa extended hadi Septemba mwaka ujao. Hiyo inamaanisha ya kwamba hii bei itabaki ama itaongezeka, lakini haitaenda chini, sababu ya hii deal ambayo Kenyans are locked in, mpende msipende. Leo tumeelezwa vizuri sana kwenye statement yetu, tumeeleza wa Kenya mwenye G2G wakati wa Bomas, nilikuwa kati ya wale tuliangalia mambo hayo, na wakati walikataa kushukisha ushuru, nilikuwa kati ya wale nilikataa kuweka sahihi mkataba huo, sababu walikuwa na uwezo wa kushukisha ushuru wakati wa finance bill ya kwanza, lakini wakaongeza hata finance bill ya 2024 ikawa mbaya zaidi. Mzigo huo ulirudi kwa mwananchi, na ndio sababu vijana wetu wa Gen Z walijitokeza kupinga finance bill 2024. Kama tungefanya the right thing at Bomas in 2023, tutoe hiyo ushuru, tuachane na hii mpango wa G2G, vijana wetu wale walikufa 2023 75 hawangekufa. Vijana wa Gen Z waliokufa 63 2024 wakipinga ushuru huu hawangekufa. Leo tuwasema wakati umefika, Bwana Ruto, ufanye kile ambacho Wakenya wanakuomba sasa, utoe hiyo ushuru. Lakini zaidi hiyo G2G wakati wa Bomas, when we challenged it, tulisema haikuwa G2G wakati huo, and on record kule Bomas katika Hansard iliyowekwa, sababu kulikuwa na Hansard ya bunge, ya kwamba hii G2G ilikuwa government to gangsters. Upande wa Uarabuni ilikuwa ni serikali, mashirika yameambiwa na aliyekuwa Attorney General ya serikali, lakini upande wetu tukatoa mashirika ya serikali tukaweka kampuni zetu za kibinafsi. So it was government to gangsters, na ile faida ambayo hawa wametengeza, vile Mheshimiwa Gachagua amesema hapa, it's obscene, it's immoral, ya kwamba rais wa nchi anaweza tumia shida kupata faida na kujifaidi yeye mwenyewe na wenzake, wanabiashara wenzake, na ni mabilioni ya pesa ametengeneza. Yale yanaendelea Kenya ni kama yale Shakespeare alisema Merchants of Venice, ambayo wamechukua profiteers instead of patriots who are leading our country. Wachache wanajivunia kuwa Wakenya wakitengeza pesa nyingi sana kwa kila lita ya mafuta, na Wakenya wengi wakiwemo mama mboga na bodaboda waliokuwa at the bottom of the pyramid, ambao walitakiwa waletwe up, hao ndio wanafinywa sana na wanavumilia kuwa Wakenya. Hiyo G2G tunataka tuseme ya kwamba it must be scrapped, sababu imekuwa source of a lot of money coming into the pockets. Pesa mfukoni kwenda kwa mwananchi imeenda kwa Bwana Ruto na wenzake, na leo tunataka tuseme ya kwamba wakati umefika tuanze kujiuliza, je, tunaweza endelea kuwa na rais ambaye ni mwanabiashara, ambaye atumia ofisi yake kujifaidi mwenyewe na marafiki zake? Wakati amemaliza mwaka wa kwanza, orodha ya kwanza ambayo ilitoka, and this was global ranking of the most corrupt presidents of the world, aliorodheshwa kuwa nambari 2 nyuma ya Assad wa Syria. Mwaka jana wakati orodha imetoka ya kuangalia marais tajiri sana, amekuwa katika the first 11 of the richest presidents in the world, akiwemo na maoligarch kama Putin wa Russia. William Ruto ako kwa hiyo orodha, na hiyo haitushangazi, sababu kama wewe ni rais mfisadi sana, mwanabiashara hodari, uko kwa sekta zote. Ukienda kwa sekta ya banking, ako kule, hii banki inaitwa Sidian. Ukienda upande wa mambo ya hoteli, hospitality, mahoteli ya Weston, hata kuna moja kule Masai Mara, the Carl Ritz Hotel, Ritz Carlton. Tumeelezwa katika mambo ya manufacturing, steel, na rafiki yake Devki, chuma zote za affordable housing, simiti yote ako kwa manufacturing. Tukienda kwa sekta ya kawi sasa, ndio tunaguza G2G hii. Sio tu hiyo Gulf kampuni ile mnasikia Starbucks, he has interest there. Tukienda kwa mambo ya hospitali, kuna hospitali inaitwa Real, na tuliona rafiki yake pale Nairobi West Hospital, he has interest there. Kwa mambo ya SHA, ni biashara vikubwa sana anafanya kule kwenye SHA na katika sekta ya afya.
katika sekta ya uchukuzi, starting na aviation, ndege zake sio tu helicopter ambazo anakodisha hata serikali, lakini hata ndege zake zenyewe zinakuwa hard na KQ. Ni mwanabiashara mkubwa sana hata angani, sio tu hapa chini ardhini katika Kenya. Ni jamaa wa majuu sana. Tukienda kwa elimu, anaanzisha university kule Eldoret, sisi sote tunajua. He's in direct competition na university ya Moi inaanguka, lakini yeye anaanzisha a world class university kule. Hata biashara ya matatu, he has not spared Kenyans. Ako kule, tunajua matatu zake. Hata ukiingia kwa mambo ya sukari, amechukua kampuni zote, Zoya, Sony, Muhoroni, Miwani, mashirika yote ya kiserikali, na ekari zaidi ya 1,100. Na marafiki zake wachache wa Hindi sasa wameshika sekta ya sukari mkononi mwao, na anaanzisha yake ya kibinafsi kule Kilgoris. Ukiuliza Wamasai wanatuonyesha hiyo factory inakuja ni ya Ruto, na kuna zingine ambazo anaendelea kufanya. Na tunajua ya kwamba hata kwenye mining tunamuona kule Murima Hills, tunamuona kule West Pokot kwa simiti, hata dhahabu kule Kakamega na kwingineko. Sasa tunauliza kama Wakenya, jamani, itakuwa vipi tuwe na rais ambaye ni mwanabiashara? Kule Venice kulikuwa na mabepari wa Venice, merchants of Venice, but now we have merchants of Kenya, led by none other than William Ruto. In fact, for me, I will tell my colleagues, we should not just be asking the PS to resign over this scandal and small fish. We should not just be asking Opiyo Wandayi, we should be asking William Ruto himself. You are conflicted, Mr. President. You are a merchant, you are a profiteer, you are not a patriot. And this goes on even in the region beyond our country. Your gold in the DRC and diamonds, the blood gold with Sudan, with the RSF. How much is enough for you, Mr. President? Thank you. Sasa mmesikia.